utawala wa kijeshi kuongoza taifa huwa ni hatari sana. Yaani kwa asilimia kubwa huwa ni hatari sana, na wananchi baadaye huwa wanajuta. Unaona huyu bwana anaitwa Kanali Doumbouya. Huyu mimi ni rafiki yangu, kwa sababu tumekaa kwenye makempo mbalimbali huko Israeli, Faransa, wapi. Huyu bwana alifanya mapinduzi Guinea. Sasa miaka 4 iliyopita, jana nimeona kule Guinea wanapiga kura wananchi. Aliingia kama kiongozi wa mpito ndani, anasema naingia kwa mwaka mmoja, baada ya mwaka mmoja unakuja uongozi wa kiraia. Tunaleta katiba mpya, uongozi wa kiraia. Mpaka leo ni miaka 4. Jana wananchi wanapiga kura Guinea itakayotoa mwanya wa ruhusa yeye pia kiongozi wa kijeshi kugombea urais. Maana yake nini? Hatoki. Jana nimempigia simu, nikamwambia my friend, Mamadi Doumbouya, wewe naona unataka watu waje kutoka kwa nguvu hapo. Kama wewe uliingia kwa nguvu, utatolewa kwa nguvu. Hatoki tena. Nchi za West Africa kule wamefanya mapinduzi sana miaka kadhaa iliyopita. Wale wanajeshi hawatoki. Na waambia hawatoki. Kiongozi mmoja tu ambaye aliingia kijeshi akatoka anaitwa J Rawlings wa Ghana. Mpaka leo wanamheshimu sana kwa sababu aliondoka akaacha utawala wa kiraia ukaendelea. Wengine wakiingia hawatokagi. Watu unakuta wanadai nchi imekuaje, wanadai wakiingia wanajeshi wanaingia kwa mbwembe, tunaleta hiki. Wakiingia na wenyewe wanapindua katiba ile, mambo taratibu tena, na wao tena wanaingia kwenye power. Kwa hiyo ni bora kupambana na masuala uongozi wa kiraia tu hivi. Yani bora kutia pressure kwenye uongozi wa kiraia, uje uongozi wa kiraia, lakini sio uongozi wa kijeshi. Wanajeshi kazi yao ni kulinda mipaka ya nchi na usalama wa nchi. Lakini ikija kwenye swala la siasa, kuongoza watu, hiyo ni kwa ajili ya wanasiasa. Pambane na wanasiasa. Lakini military people sio kwa ajili ya kuongoza nchi. Kuna watu wanasikia wanashabikia, wanasema yaani utawala kijeshi. Ngoja niwaambie, ukiingia utawala kijeshi, polisi wote wanaenda nyumbani. Yaani umo barabarani ni bunduki tu, unaona ni bunduki tu. Ukisikiliza sasa kwa sababu hata huo utawala kijeshi sio kwamba wanajeshi wote watakubali. Kuna wengine watakataa. Sasa wao watakataa, wanatengeneza kikundi chao pia na wana silaha. Ayo